Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Hello, welcome back mabibi na mabwana, wasichana kwa vulana, wadai kwa wadahiwa. Karibu sana, hii ni Kasako Media, mimi ni Ishara Update. Niko na wewe tena kuna tukio kubwa sana ambalo tunakwenda kulishuhudia, ni tukio la ugawaji kwa wasiojiweza na wazee ambao umri umeenda sana. Lakini pia kabla ya kuanza tukio hili, nimeona kwamba nikusogezee moja kati ya wadau wakubwa sana katika hili tukio kwa ajili ya kukuletea zile update na kujua kwa nini kitu kama hichi kinafanyika kwa siku ya leo, na imetokea bahati mbaya au kuna watu wameweka mkono juu ya hili, na ni kundi, ni shirika au ni watu gani ambao wameamua kufanya hivi. Lakini pia tukiangalia zipo rangi ambazo zimetawala sana hapa, inaonekana kwamba hawa ndo wahusika wakubwa sana wa hili tukio. Lakini pia nimeamua leo kusogezea tuweze kujua kundi hili kwa nini limeamua kufanya hivi, ni watu gani na wameanza kitu kama hichi toka lini. Na kukumbusha tu, hii ni Kasako Media, mimi ni Ishara Update. Nitakuwa na moja kati ya watu wa hili kundi tuweze kujua nini ni nini, kipi ni kipi. Hizi ni update za kila leo. Hii ni Kasako Media, Ishara Update. Bana, kama nilivyokwisha kuambia, tuko kwenye tukio kubwa sana, ni eneo la B3, mtaa fulani hivi wa Kinyamwezi. Lakini kuna watu ambao tungehitaji kujua kwanza nini ni nini na kwa nini hili tukio linatokea kwa siku ya leo. Kaka, hali gani? Salama kaka. Mbona unasema? Amani yani. Dada vipi? Poa. Kama kaa? Sawa. Pendeza? Asante. Bana, leo nimewashuhudia, sina muda wa kupoteza. Nimewashuhudia mkiwa mnafanya ugawaji wa vitu kwa wazee ambao wanaonekana hawajiwezi tena, umri umekwenda. Kwanza ilikuwaje, nahitaji experience. Ilikuwaje, mlianzaje mpaka kufikia hatua kama hii? Haya, asante. Kwa jina naitwa Dems Fadhili, mkaaji wa kijiji cha B3. Sijui mwenzangu anaweza kujipresent kidogo. Kwa majina naitwa Safi. Naishi zone ya 3 hapo. Naishi Haya, sisi wawili ndo wenye viti wa kundi hili. Kundi hili linaitwa Huji kwenye jina la Kimombo, lakini pia kwenye tafsiri yake ni kundi ambalo linajitolea kwa kusaidia wasiojiweza, ikiwa mayatima, wazee, walemavu, magonjwa sugu, kuwasaidia mchango fulani. Hiyo ni nia kubwa ya kundi letu hili. Ili kundi lilianzishwa na kina nani? Ya, ili kundi lilianzishwa na mwenyekiti wetu ambaye ni Mombwa, na pamoja na dada yetu Biju na dada Kashindi wakiwa Marekani, USA. Na hii limekuwa ni tukio la ngapi tokea muanze kundi yenu? Limekuwa ni tukio la ngapi la kugawa vitu? Ya, sasa hivi ni tukio la pili, maana tukio la kwanza tulifanya kijiji cha E, na hapa sasa hivi tuko kwenye kijiji cha B ya 3. Na umetangulia kusema kwamba lengo ni kusaidia wale ambao hawajiwezi, wasiojiweza. Kuna malengo mengine mapana zaidi ya hapo? Ya, malengo yanaweza kuwepo na yatakuwepo kulingana na muda utakavyoruhusu. Na unahisi kwamba kile ambacho mnakifanya kinaonyesha sura nzuri kwamba mnaendelea kufanya kwa ukubwa, au unahisi kwamba kuna support nyingine inahitajika kwa wale ambao walianzisha ile kundi, kwa sababu unajua watakuwa kwa Marekani, labda support hiyo inakuwa ni ndogo, waongezee watu wengine, au nyinyi mna uhitaji wa watu wengine? Ya, kikweli kuna changamoto iliyopo ni kwa wafadhili bado ni wachache, so tunaomba msaada wa wafadhili wetu wengine wajitokeze kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu wasiojiweza. Ya, itapendeza sana kwa hilo. Yes. Mpaka sasa hili kundi lina umri gani? Lilifunguliwa mwaka gani? Ya, kundi letu hili lilifunguliwa mwaka jana 2025 mwezi wa 9. Ya. Na mlijikuta vipi, kwa sababu naona mko wengi sana? Aliyekuwa wa kwanza kutafutwa kwa sababu ya kutafuta wengine alikuwa nani? Ya, aliyekuwa kwanza alikuwa mimi ambaye ni Demsi, so niliamua kutafuta wenzangu hawa tukashirikiana kwa pamoja sasa hivi. Kwenye kuwatafuta ulizingatia nini sana? Katika kuwatafuta tulizingatia, maana hili ni kundi la kanisa, tulizingatia mambo ya kanisa. Ina maana wale ambao wanaweza kaendana na mambo ya kanisa. Sio wale ambao wanaonekana wahuni sana. Dada, na wewe tuzungumze kidogo na wewe. Mara ya kwanza umekaribishwa kabisa kuwa moja kati ya hili kundi, ulijisikia vipi? Nijisikia tu furaha sana. Hao ambao wako Marekani ambao ndio wafadhili wakubwa, una yote ambao unamjua? Namjua Solange, najua Mombwa, Kashindi, wote nawajua. Kabla ya kuwa wafadhili wa hili kundi, kuna mengine mengi makubwa walikuwa wakiyafanya nje ya hii kundi? Wanafanya tu mazuri, sio mabaya, ni mazuri tu. Unahisi kwamba ukitafuta kwenye kundi lingine tofauti na hili unaweza kaenda?
Siwezi nikaenda kwa sababu narizika na hii hapa. Haya matukio tuendelee kuyashuhudia mpaka lini? Au haya ndio yatakuwa matukio ya mwisho au bado tu ataendelea? Lengo kubwa ni kuishia kwenye kundi au itakuwa shirika kabisa kama tunavyoshuhudia mashirika mengine? Inawezekana itakuwa mpaka shirika. Itasaidia mpaka shirika na tuseme. Okay. Shukrani sana. Neno la mwisho wewe kama wewe ambalo unaweza kuzungumza kwa wale ambao wako USA ambao ndio wafadhili wakubwa. Neno la mwisho naweza sema tu waendelee, wasikate tamaa. Tunaombea tu Mungu waendelee, Mungu awasaidie. Brother, wewe ndio unaonekana kama kiongozi mkubwa sana. Wanataka kuzungumza kwa wale ambao ndio wafadhili wetu wakubwa sana. Upande wa wafadhili, jamani, Mwenyezi Mungu awape nguvu sana kwa kazi ambazo mnazozifanya huko. Maana kazi ambazo changamoto kubwa mnayoipata ni kupitia vyombo vya usafiri. So nawapa tu nguvu, Mungu awape nguvu sana kwa kazi ambazo mnazifanya. Ili kundi lisiishie hapa na kweli alitoishie hapa, maana tuna plani kubwa sana kwa ajili ya kundi letu hili. Bana, shukrani sana. Ni moja kati ya watu ambao ni wakubwa sana kwenye ile kundi ambalo leo tunakwenda kushuhudia kwamba ni tukio kubwa. Ukiona nyuma yangu background imejaa wazee, watu wengine, huduma ndio imeanza kutolewa, lakini pia nitakuwa na wewe kabisa kuletea update za tukio leo, matukio yote ya ugawaji wa vitu na kila kitu, lakini pia kuna wazee ambao ni wajanja, tutaongea nao na wewe tujue wamejifeel vipi baada ya kupokea misaada kutoka kwa watu ambao wako USA na washirika wao wakubwa ambao tuko nao hapa. Endelea kuwa na mimi na kuletea matukio yote. Naitwa Ishara Update, hii ni Kasako Media. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.